Mwana wa Mungu, hakuna wakati unakusanyisha watu wako Bwana bure. Lazima uwe na jambo ambalo umeandaa kwetu Bwana. Na ndio Baba maifara tuko mahali hapa. Ndiposa Bwana ukatupatie maifara tuweze kukipokea kutoka kwa meza yako Bwana. Ebeneza Mwana wa Mungu, naomba ya kwamba maifara maelima unafungua mioyo yetu maifara, masikio yetu ya ndani maifara, macho yetu ya ndani, ndiposa tuweze kuona na kusikia kutoka kwako Bwana. Ebeneza, asante mfalme wa falme, maana Mungu ajabu vile tumekuja, sio vile tutatoka mahali hapa. Asante kwa sababu ya nguvu za neno lako. Asante maana umekusudia kutenda mema kupitia neno lako Mwana wa Mungu. Asante Mwana wa Mungu, unapotumia mtumishi wako Ebeneza, endelea kumpatia neema, nguvu zako zikawe juu yake Bwana, kibali chako kiwe juu yake Ebeneza, usemi wako Bwana ukawe juu yake, ndiposa ukaweza makala kufikisha ujumbe wako kwetu Mwana wa Mungu. Pokea sifa na utukufu wote. Ila roho wote wa kupinga neno, ila roho wote maipala wa usingizi, ila roho wote wa kusikata wa mainde, tunakatana nao katika jina la Yesu. Hauna nguvu, hauna uwezo, umeshindwa na uko chini ya miguu yetu. Asante Mwana wa Mungu, maana unaenda kutuunganisha zote, ndiposa tukaweze kumega mkate mezani mwako Ebeneza mchana wa leo. Asante Mfalme, maana Mungu uko pamoja nasi, na katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Tuseme amen. Amen. Nikiomba tuweze kusimama na miguu yetu, tuweze kusimama na miguu yetu, tuweze kukaribisha neno la Bwana, tukaribishe mtume katika na Baba aweze kuleta neno la Bwana. Haleluya. Ningetaka tuweze kuweka maua, mwekea maua mtume wa Bwana anapoleta neno la Bwana. Mwekea maua
Tusikie jinsi Bwana anavyotaka kunena na kanisa lake. Amen. Na kama uko tayari kusikia neno la Bwana sema amen. Amen. Sijasikia. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Leo mtakatifu wa Bwana kupitia neno lake nataka kunena nasi kuhusu. Ameniambia nije nikwambie arise and shine. Amen. Inuka na uangaze. Amen. Amen. Inuka uangaze. Arise and shine. Isaiah 60 and verse 1. Isaiah 60 mstari wa 1 nasema. Ondoka uangaze, kwa nuru yako imekuja. Amen. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Amen. Amka uangaze, inuka uangaze ewe Yerusalemu, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekaa juu yako. Arise and shine. It is to stand up and live a state of despair, a state of captivity, a state of ruin, a state of mourning, a state of defeat, a state of helplessness. To arise and shine, it is to stand up and live a state of despair, captivity, ruin, mourning, defeat, and helplessness. Amen. Amen. Yaani inamaanisha hivyo nimetaja. Amen. Inuka na uangaze. Amen. Arise and shine. Kwa nini unaambiwa uinuke? Ni kwa sababu mahali umekaa sio mahali pazuri. Amen. Ni mahali ambapo kumejaa vifungo, mahali ambapo umefunganishwa, ni mahali ambapo hauwezi endelea, ni mahali ambapo hauwezi saidika, ni mahali ambapo hakuna msaada, ni mahali ambapo wewe hauwezi panuka, ni mahali ambapo hauwezi saidika. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa neno linasema ya kwamba uinuke na uangaze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yuko tayari kuachilia malaika wake. Malaika ambaye atafungua wale wote ambao wamefunganishwa, wale ambao wako chini, wale ambao wako in a desperate motion. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanalia, wale ambao wako katika hatari. Ni muda na wakati wako wa kuinuka na kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mwangaza wa Bwana umekuzukia. Neema ya Bwana imekushukia. Utukufu wake umekufikia. Rehema zake zimefika juu ya maisha yako. Neema yake iko juu ya maisha yako. Amen. Anasema uinuke na uangaze. Arise and shine. Amen. Amen. Tuende katika kitabu cha John chapter 5. Yohana 5 verses 1 to 9. John chapter 5 and verse 1 to 9. Inasema nini? Yohana Mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 9. Maandiko yanasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye malango wa kondoo pana birika iitwapo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matawa matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala vipofu, viwete na waliopoza, wakingoja maji yachemke. Maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika birika akayatigua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutiguliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotiguliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yako. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako mwenyewe.
Mara yule mtu akawa mzima, akajivika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Arise and shine. Roho wa Bwana amesema ya kwamba uinuke na uangaze. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelea kuhusu huyu kiwete ambaye alikuwa katika pale pool ya Bethsaida. Bwana Yesu asifiwe. Neno limesema alikuwa amekaa mahali pale kwa muda wa miaka 38. Bwana Yesu asifiwe. Akingoja tu ni nani anaweza toka na njia amsaidie kuingia ndani ya birika. Wakati malaika alikuwa anaenda pale anayakoroga maji, uponyaji inashuka. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa kwanza, wa 10, wa 20, wa 30, wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa na msaada. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amekuwa ni kama mzigo kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linasema wakati mwangaza wa Bwana ulimshukia, Yesu akawa mahali pale anatembea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alimpata pale na akajua ya kwamba amekaa katika ile hali kwa miaka mingi, akamuuliza ungependa kuwa mzima? Bwana Yesu asifiwe. Naye akamjibu akamwambia, neno linasema ya kwamba mimi Bwana sina mtu wa kunisaidia ndiposa nikaweze kushuka ndani ya hii birika wakati malaika anakoroga maji. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu akamwambia, inuka uangaze, chukua godoro lako, jitwike godoro lako na ukaweze kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ameniambia ninelee mtu mahali hapa ambao hali yako imekaa stagnation kama huyo mtu ambaye alikaa mahali pale miaka 38. Bwana Yesu asifiwe. Sijui hiyo hali umekaa miaka ngapi, sijui hiyo shida imekufunga miaka ngapi, sijui hiyo ndoa umeiombea miaka ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui hiyo kazi umeiombea miaka ngapi, lakini haisongi. Ni kwa sababu hauna mtu wa kukusaidia. Lakini Bwana ameniambia nikwambie, pitia neno lake asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kilikuwa kimekwama, amesema ni wakati wa kuinuka na kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Alimwambia chukua godoro lako na ukaweze kutembea. Bwana amesema hiyo maisha itembee. Amesema hiyo kazi itembee sasa. Amesema hiyo biashara itembee. Amesema hiyo ndoa itembee sasa. Amesema hiyo huduma na ikatembee. Bwana Yesu asifiwe. Alipofunguliwa, aliposimama, alipoangaza, maisha yake na ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye Mungu anabadilishia maisha yake siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hautakaa katika hiyo hali ya kufungwa tena. Hautakaa katika hiyo hali ya kusumbuka tena. Hautakaa katika hiyo hali ya kusumbuka tena. Hali ya kusahaulika, hali ya kuteseka, hali ya kusumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Alisema ni mwaka wa kubadilishiwa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ananiambia wale wote wamefungwa ni wakati wa kuinuka na kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Jitwike godoro lako, usikurudishe mawazo kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Jitwike godoro lako, maisha yako na ikapendeze kusonga mbele. Hiyo kazi na inuke, hiyo biashara na inuke, hiyo huduma na ikasonge mbele. Wapi makofi mazuri kwa Yesu wetu. Amen. Arise and shine. Alipopata huyu kiwete, alimwambia inuka na uangaze, jitwike godoro lako na ukatembee. Hiyo kazi ambayo haingetembea, haitembee sasa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika kitabu cha Mark chapter 5 and from verse 1 to 20. Marko mtakatifu mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 20. Maandiko yanasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikatakata ile minyororo na kuzivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kushinda. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nani wewe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapia
kusababisha kwa Mungu usinitese, kwa sababu anamwambia yeye, pepo mchafu mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina lako ni John, kwa kuwa watu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka na kwa kasi ngegeni wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu wakamwambia, wakamwona yule mwenye pepo ameketi amevaa nguo ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi, wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi waondoke mpakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu kuwahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Haleluya. Amen. Naongelea kuhusu huyu wazimu ambaye alikuwa katika upande wa Gerasi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameishi katika makaburi na alikuwa na pepo ambazo hazingehesabika. Angalia sio wakati Yesu alizitambua. Sejea anajiuliza, "Ninyi ni akina nani?" Sinamwambia sisi tunaitwa Legion. Bwana Yesu asifiwe. Legion ni millions and millions of demons. Bwana Yesu asifiwe. Na anamsihi usitutoe, na kama utatutoa, tupe nafasi tuingie ndani ya zile nguruwe. Usitupeleke kwa sababu muda na wakati wetu wa mtezo haujafika. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu nataka uangalie hali ya huyo mtu ambaye alikuwa wazimu.
Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka 11. Biblia inasema, panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wane wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika nje chumbani. Akampiga Petro mbavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika. Alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mikono ya Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Amen. Arise and shine. Inuka uangaze. Unaenda Petro sababu ya kuhubiri hii injili njema tu. Mfalme akaagiza ashikwe na akawekwa katikati ya ulinzi mkali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnamo usiku usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bidhaa zile za sasa mimi hapa ninavaa kujigawa kwa sababu ni jana tu Herode amekata Yakobo kichwa, na mimi sasa na mimi yangu itakatwa kesho. Lakini leo nimesema nalo kanisa halikulala, bali wakakesha wakiomba, wakamsihi Mungu akaweze kumnasua Petro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Petro akiwa amelala pale na akiwa amefungwa mikono na miguu, akiwa amewekwa katika ulinzi mkali. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wa Bwana akaachilia mwangaza na akamwambia, arise and shine. Bwana Yesu asifiwe. Akasimama Petro, inuka
1-10. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Biblia inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe na sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba katika hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yanayopata. Amen. Nilianzia kwa kusema to arise and shine. It is to stand up and live a stage of despair, captivity, ruin, mourning, defeat and helplessness. Amen. Tunaongelea kuhusu kiwete mwingine ambaye alikuwa anaweka na watu wao kuombaomba msaada wa fedha katika mlango wa hekalu. Amen. So akina Petro ndio hao tu wakiwa na Yohana wanaingia saa 9 masaa ya kwenda kuomba ndani ya hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Yule kiwete, neno linasema akawakazia macho akidhani ya kwamba katika mikono za Petro kutatoka shilingi 10, 50, 100. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuangalia hali ya yule mtu, hali yake ya stagnation, hali yake ya kuombaomba, hali yake ya umaskini, hali yake ya limitation, hali yake ya kudepend na watu, msaada kwa watu. Kwa hiyo ni mpaka akitolewa, ni mpaka akiandikwa pale, akianuliwa ndiposa apate kitu
na hata kupitisha hii baraka ambayo anatuwekea leo. Amen. Isaiah 52 and verse 2 to 3. Isaiah 52 mstari wa pili na wa tatu. Jikung'ute mavumbini uondoke uketi Yerusalemu. Ndio unaambiwa. Jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Zayuni uliyefungwa. Maana Bwana amesema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Haleluya. Amen. Nakurudia tena leo. Naomba turudie pamoja tusome pamoja. Jikung'ute mavumbi uondoke uketi Jikung'ute mavumbi. Unajua mtu akiwa amefungwa hapo sasa hiyo amenyopeka. Amen. Anakuwa ameketishwa chini. Sije sasa ile kwa kiti but unakuwa umeketishwa chini. Ni kwa sababu hiyo minyororo imekupin down. Hawezi move bahali huko. Na si mwaka mmoja ni kama ile kiwete wa 38 years. Ambaye alikuwa na stage ya kuwa overtaken. Amen. Anapoenda kuingia mwingine na overtake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo position yenye umekaa, neno limesema ya kwamba jikung'ute mavumbi yako. Amen. Anza kujipanguza vumbi. Endelea wewe. Jikung'ute uketi. Jikung'ute mavumbi uondoke uketi Yerusalemu. Amen. Jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Zayuni uliyefungwa. Amen. Maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Amen. Amen. Neno limesema ya kwamba katika hiyo hali yenye uko, hiyo yenye umefiksiwa, hiyo yenye umekuwa pinned down, hiyo yenye umefungwa, umezungukwa na hiyo minyororo, ni wakati wako, ni kwa sababu mwangaza wa Bwana umekuangazia. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kabla haujasimama, kabla hujainuka na kuangaza, jipanguze vumbi. Bwana Yesu asifiwe. Jikung'ute hiyo mavumbi. Bwana Yesu fanye hivi yenye ninafanya. Unajua tunaifanya prophetically. Bwana Yesu asifiwe. Na naitishia kila kiti ambayo imekaliwa na mtu mahali hapa pao. Bwana Yesu asifiwe. Anza kujipanga
In